Tusiendene kando, sawa Naomba nitoe aya mbili niulize swali. Sawa. Mimi swali nishakuuliza tayari. Mimi nataka kuuliza swali. Sasa sio uulize mimi. Unasujudu Mungu vipi? Hiyo tutakuja baadaye, baada ya kujibu swali langu. Hiyo hutaki? Hiyo pembeni tutakuja baadaye. Kwa hivyo wewe hutaki kutufundisha namna unasujudia Mungu. Namna ya kusujudu ama kuomba, hiyo mada tufanye kesho. Tuingie kwa mada ya leo. Mpe huyo. Na swali. Utauliza mpe. Ufunuo 22:9. Hapa hakuna kutoroka. Nyango leo nakimbia mada. Wewe kama unafikiri unaweza toroka mimi hapa swali yangu hapa hakuna kuepa. Ufunuo. Alisema ile Yesu alikuwa anafundisha shetani. Maana yake yeye sio shetani. Kwa hivyo hataki kufundishwa masala ya kusujudu, anakataa. Kwa kuwa anakataa, hapa hakuna kukataa. Soma tena. 22 ngapi? 9 inasema hivi. Inasemaje? Naye akamwambia. Naye Bwana Yesu akamwambia. Naye akaniambia. Angalia. Usifanye hivi. Usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Mimi ni mjoli wako. Na wa ndugu zako manabii. Na wa ndugu zako manabii. Na wale wayashika maneno ya kitabu hiki. Kitabu gani? Kitabu gani? Hiki cha Biblia. Msujudie. Nani? Msujudie. Nani? Mungu. Mpe. Wewe unashika maneno ya Biblia? Hiyo ni mada ya leo, bado nakukumbusha. Hiyo si mada ya leo. Ukiingia kwa mada kusujudu ama tuache kidogo. Wewe unashika maneno ya Biblia? Mimi. Na wewe unashika? Nakuuliza wewe. Mimi nashika, wewe? Kwa kuwa unashika. Kidogo wewe unashika. Nasema hivi. Unaona? Kwa kuwa unashika wewe Biblia. Biblia, mtu yote anayeshika maneno ya kitabu hicho cha Biblia asujudie nani? Mungu. Shida iko wapi? Wewe unasujudia Mungu vipi? Kwani nikuulize nikisujudu la utaona? Wewe ngoja kidogo nikuulize nani swali. Kanisani nikisujudu wewe utaona? Nasema hivi. Naomba ujibu swali. Wewe unasujudu? Mimi nikisujudu naona? Ngoja, wewe unasujudu? Mimi. Kwani sujudu ni kunyenyekea? Sio kitendo cha kwenda kunyenyekea maana yake. Bwana kijaje ujanja. Subiri. Unasema kusujudu ni kunyenyekea. Kweli yako kabisa. Kusujudu ni kunyenyekea kwa kufanya hivi. Mpe huyo. 3:13. Sasa mimi sitoi maana. Wewe ndio unatoa tu kama fupi. Mimi natoa nikurudie kisha. Kwa mimi sitoi. Utatoa tu. Mpe arudie. Amekubali, amesema kusujudu ni kunyenyekea. Sawa kabisa. Naenda na hiyo tafsiri yako hiyo. Hiyo kunyenyekea ni kufanyaje? 3:13 Qur'an. Inasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inasemaje? Wao waliopewa kitabu. Wewe sasa sikiliza. Wao waliopewa kitabu, ahlul kitabi, nyinyi sasa nyinyi. Endelea. Si wote sawa. Wote hawako sawa. Katika hao waliopewa kitabu. Katika hao waliopewa kitabu kuna baadhi yao wamo watu waliotengenea. Wamo watu waliotengenea, si kama kina Abu Jahal. Wanasoma aya za Mwenyezi Mungu. Wanasoma maneno ya Mwenyezi Mungu ya kuamrisha kusujudu nyakati za usiku. Wanasoma maneno ya Mwenyezi Mungu nyakati za usiku. Na pia ati nini? Na pia wanasujudu. Maana yake yani wamesilimu. Mpe. Na umetoa aya nzuri. Hii aya itaenda kumaliza. Tulia sasa. Nimetulia. Tunaambiwa watu wa kitabu wote hawako sawa. Kuna baadhi yao waliotengenea, wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku, na pia wanafanyaje? Wamesilimu. Wanafanyaje? Wanasujudu. Yaani wamefanyaje? Tafsiri ya mabano wamesilimu. Sawa. Kumbe kusujudu ni kufanyaje? Sio hiyo kufanyaje ni mabano. Unakataa. Sawa Anwari. Hapa nikupe aya. Nasema hivi. Kidogo. Ngoja. Kwa hiyo aya. Kusujudu ni kufanyaje? Kwa hiyo aya. Siku kunyenyekea ama nini? Hapa amesema ni kufanyaje? Kusilimu ni kunyenyekea. Kusilimu. Hapa nikupe maana kusilimu. Subiri. Kwa hivyo mtu akitaka kusujudu anakuwa nani? Mtu akitaka kusujudu si anakuwa muumini, hakuwa Muislamu. Kabla Uislamu watu walikuwa wanasujudu. Kidogo Anwari, kidogo kabla hajarudia. Rudia tena. Naomba hivi Anwari. Sikukataa. Rafiki yangu ni hivi. Wewe umetoa maandiko manne. Mimi sijatoa hata moja. Nafasi uulize. Kanisani huwezi kusujudu. Sikiza kidogo. Si mahala pa kusujudu. Mahala pa kusujudu ni mahali moja. Almasjid bi maana sajida, kusujudu. Nisikize vizuri. Msikitini ndo mahali pa sijida. Kusujudu ndio maana inaitwa masjid. Kanisa si masjid, hakuna mahala pa kusujudu. Kanisa kuna meza na viti. Meza na viti kama hotelini ama bar. Nisikize vizuri Ukijaribu kusujudu na umesimama unataka kusujudu, unagonga mbao na msumari kichwa. Hiyo ni mawazo yako. Nasema hivi kanisani sio holi. Kwani wewe usongeza meza usujudu? Shida iko wapi? Ukisongeza meza unaumiza mwenzako. Hakuna kuumiza, hakuna.
swali langu. Subiri kidogo. Swali. Kumbe kanisani kuna meza na nini? Kidogo swali langu. Kidogo. Kanisani kuna meza na nini? Mimi naona utaki leo. Kuna meza na viti. Waje nipishe maji. Na Yesu aliziondoa. Nasema hivi. Yesu alipoingia katika nyumba ya ibada, aliziondoa meza na viti, akabakisha ikiwa holy. Nyumba yangu ikiitwa nyumba ya sala. Na msikitini ndo kuna nyumba ya sala. Kanisani ni kama hotelini na baa, viti na meza. Hakuna kusujudu. Ukijaribu tu unaumia kichwa. Sasa tumekubaliana. Subiri. Sijida kanisani hakuna. Sasa uliza swali, tukujibu silimu inshallah. Asante. Waje umeongea sana. Naomba utulie sasa. Sababu zangu zinakushinda. Qur'ani, wewe ndio zangu uweze. Umenizuia tangu nije sijauliza. Au si ulize? Qur'ani 42:13. Mpe asome. Maada ya leo na mwenyekiti sijui kwa wapi. Sina shida. 42:13 inasemaje? Inasema baada billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Amekupeeni sheria ya dini ile ile, amekupetieni sheria ya dini ile ile aliyemuhusia Nuhu, na tuliofunulia wewe na tuliohusia Ibrahimu na Musa na Isa. Naam. Kwamba simamisheni dini. Naam. Wala msifarikiane kwayo. Naam. Qur'ani iko wazi. Allah anasema naam, amekupeni Waislamu sheria dini ile aliyomuhusia Nuhu, Ibrahimu, Musa na nilikufunulia wewe. Swali langu liko hapo bwana Anwari. Swali langu ni kipengele A na B. Sheria ambayo Allah alipeana kwa manabii pia amepeana kwa Waislamu. Sawa Naam. Sasa swali langu liko hapo. Inakuja kwa kipengele B cha Musa. Musa alipewa sheria gani ya siku ya ibada? Hiyo ni A. B, hiyo sheria ya Musa Waislamu wanatekeleza leo? Hiyo ndio swali langu. Nisikize vizuri. Hata nishauliza. Sheria inayozungumziwa hapa ni sheria ya tauhid. Nisikize kidogo kwamba wote waliambiwa wasimamishe tauhid, yani wasimamishe dini. Na dini ya Uislamu umesimama katika tauhid. Kama ukiharibu tauhid yako hauna dini. Kweli uongo? Dini ni tauhid. Msingi wa dini yetu ni tauhid. Ndio maana mtu anapoingia katika dini hausiwi sala wala zaka wala saum. Kitu ya kwanza anahusiwa ni tauhid. Anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Hiyo ndio mlango wa kuingia katika tauhid, na ndio kitu ambayo manabii wote walisimamisha na wote walifundishwa. Hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. 21:25 Qur'ani mpe. Sheria ya kwanza manabii wote walipewa ni wamjue Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake na wamwabudu yeye peke yake. Basi soma hiyo. Inasema 21:25. Inasemaje? Inasema baada billahi minashaitani rajim. Kabisa. Na hatukukutuma kabla yako mtume yeyote. Mtume anaambiwa na hatukumtuma kabla yako wewe Muhammad mtume yeyote. Endelea. Ila isipokuwa tulimfunulia kwamba mitume wote walifunuliwa ya kwamba hakuna aabudiwaye ila mimi. 16:36 Qur'ani. 16. Manabii wote walifunuliwa kitu ya kwanza ni watu wamjue Mwenyezi Mungu peke yake. Hiyo ni jambo la kwanza. Inasemaje? Na bila shaka tulimpeleka mtume katika kila umma ya kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu na muepukeni iblisi mwovu. Unaona manabii wote waliambiwa muabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo ndio tauhid ambayo ni ibada na ni sheria ya manabii wote. Sasa sheria zilizobakia, sheria ni mingi. Ya kwanza ni hiyo umesimamisha. Ziliobakia zilikuwaje? 22:67 Qur'ani. Je, walifanana ama walitofautiana kuhusu baadhi ya sheria na namna ya kuabudu? Namna ya kuabudu hauenda wakatofautiana, lakini tauhid hawajatofautiana. 22:67 inasema baada billahi minashaitani rajim. Sikiliza wewe mtoto. Kila umma yani kila nabii na umma wake. Kila umma tumeujalia kawaida ya ibada wanaoishika. Basi wasishindane nawe katika jambo hili. Unaona, kila umma walipewa kawaida ya ibada yao ya wao kuishika. Yetu ni gani? Yetu ni kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada tuliyopewa katika nguzo 5 ya Uislamu, ibada ni 4 pale. Ya kwanza ni tauhid, ni common to all of them. Ya pili sasa ni ibada, swala. Tumehusiwa hatujahusiwa? Ibada. Sala sisi tunasali. Ya pili ni zaka. Tunatoa hatutoi? Tunatoa. Ya tatu ni saumu. Tunafunga hatufungi? Tunafunga. Ya 4 ni hija.
hizo ni ibada, tunaweza tofautiana na wao, lakini katika masala ya kumwabudu walikuwa wanaabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Sisi kama tunasali sala 5, huenda wao walikuwa wanasali zaidi. Nisikiza vizuri wewe Onyango, unanisikiza vizuri? Zilikuwa 50 zilipunguzwa kwa sababu yako wewe, zilikuwa 50 mpaka zikabaki 5. Subiri sasa. Manabii wale wengine walipewa sala pia, lakini sio 5, inaweza kuwa zaidi ama moja. Mfano Danieli 6:10. Acha nikupe moja. Sisi ni 5. Kuna wengine walipewa 3, kuna wengine walipewa 50, kuna wengine 100, 500, inategemea, lakini wote waliamrishwa kumwabudu Mungu peke yake. Soma hiyo Danieli 6:10. Inasemaje? Inasema hata Danieli alipojua ya kwamba yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Endelea. Akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti. Kibla iko ready, akapiga magoti. Mara 3 kila siku. Akawa anaomba Mungu akasali. Akashukuru mbele za Mungu wake. Tulia. Alikuwa anasali mara 3 kwa siku. Na sisi ni mara 5. Danieli mara 3 kwa siku, 3 times in a day. Na sisi 24:36. Je, ni 3 kama yeye au sisi ni 5? Soma hiyo 24:36. Tunaweza tukatofautiana namna ya ibada, lakini wa kumwabudu hatuwezi tofautiana. Sote tunaabudu mmoja peke yake ambaye ni Allah. Lakini Wakristo wa leo hawajui waabudu Yesu au Roho Mtakatifu au Baba, hawajui. Ukidirect ibada kwa Yesu, Mungu Baba anakasirika. Ukidirect kwa Roho Mtakatifu, Yesu amenuna. Na uweze abudu wote watatu pamoja. Hatari hiyo. Soma hiyo. Yanasema baradhi billahi minashaitani rajim. 24:36. Yanasema waonekane kwa kusali nyakati 5. Yetu ni 5. Danieli ilikuwa ni ngapi? 3. Kwa hivyo tunaweza tofautiana namba, lakini ibada wa kumwabudu Mungu peke yake hatutofautiani. Sote tulikuwa tunaabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na hairuhusiwi kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. 34:14 Kutoka. 34. Kama anaelewa huyu? Ananielewa? 34 ngapi? 34:14 Kutoka. 14 Kutoka inasemaje? Maana hatumwabudu Mungu mwingine. Hatuwezi kumwabudu Mungu mwingine kwa kuwa Bwana Mungu wetu ambaye jina lake ni mwenye wivu. Mungu ni mwenye wivu. Hawezi kuturuhusu tuabudu yeye pamoja na mshirikina, tumshirikishe ibada katika mwingine. Kwa hivyo kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. La maabuda illa Allah. Kwa hivyo Onyango, nimekujibu very simple. Tumekubaliana sheria ya kwanza sote, sheria ni ile ile. Hakuna wa kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Mungu ni mmoja na yeye peke yake ndio tunaweza kumwabudu. Zilizobakia tunatofautiana. Mpe. Umeelewa bado? Kuna kitu sijaelewa. Nini hujaelewa? Kachembe kadogo tu. Qur'ani 22:52. Mpe asome. 22:52. Msomee. Inasemaje? Hatukumtuma kabla yako mtume mwenye kupewa kitabu, wala mtume asiyepewa kitabu chake mahususi. Lakini anafuata kitabu cha mitume aliyemtangulia. Sheria ale nasema Nuhu akija kama yeye ndio wa pili, afuate kitabu cha yule nabii alimtangulia. Muhammad alipokuja alifuata kitabu alichomtangulia ama alikuja na maneno yake? Nini hujaelewa wewe? Na hatukumtuma. Wewe sikiliza, na hatukumtuma kabla yako mtume mwenye kupewa kitabu, wala mtume asiyepewa kitabu chake mahsusi. Amekuja mtume hajapewa kitabu mahsusi, anafanyaje? Endelea. Lakini anafuata kitabu cha mtume aliyemtangulia. Ikiwa mtume amekuja hajapewa kitabu, basi anafuata mtume aliyemtangulia ambaye alikuwa na kitabu. Tulia. Kwa hivyo kama kulikuwa na mtume amekuja hakupewa kitabu, lakini kulikuwa na mtume mbele yake mwenye kupewa kitabu, atafuata hicho kitabu. Mwenipata vizuri? Lakini huyu ambaye amepewa kitabu, huyu anapewa sheria zinazofanana na yule ya kumwabudu Mungu mmoja peke yake, tauhid. Hatuna shida na hiyo. Sasa rafiki yangu Onyango, wacha kunizungusha kama treli.
Wewe unasujudia Mungu vipi? Mpe. Anwari, swali langu wacha ujanja. Wacha ujanja. Mungu vipi wewe? Luka 22:41. Mpe asome. Huko naona kuzito. Luka 22. 22:41. 41. Msomee. 41 inasema kwa laandika. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Naam. Akapiga magoti akaomba. Bwana Anwari. Naam. Yesu akajitenga na wanafunzi wake. Akafanyaje? Kiasi cha kutupa jiwe kabisa. Akafanyaje? Akapiga magoti. Akafanyaje? Magoti. Akafanyaje? Akapiga magoti. Shida? Akafanyaje Yesu? Arudia ndiko. Kupiga magoti ni final destination ya ibada ya kusujudu. Unaanza hivi, unasujudu, ukisha sujudu unakaa tahiyatu. Hii ni kufanyaje Uislamu? Hii ndio kupiga magoti, hii ndio final. Yesu amemaliza sijda, sasa amekaa tahiyatu. Shida iko wapi? Na sio mimi, ni Biblia ilisema. Zaburi 95:6. Anarukanga Biblia huyu. Zaburi. Kupiga magoti ni final action ya ibada mzima, kuanzia kurukuu na kuinama na kusujudu. Ukimaliza sijda ndio unakaa tahiyatu, hiyo ndio magoti. Sasa wewe unatuelezea ibada 95:6. Sikiliza. Inasema hivi. Inasemaje? Njooni. Rudia tena. Njooni. Hiyo ndio hayya ala salah. Njooni. Hiyo ndio hayya ala salah. Tuabudu. Muabudu. Tusujudu. Kumbe kuabudu kwanza ni kusujudu. Tusujudu. Kisha sujudu tupige magoti. Kumbe baada ya kusujudu unafanyaje? Unapiga magoti. Baada ya kusujudu unafanyaje? Unapiga magoti. Ukishapiga magoti unamaliziaje? Isaia 30:18. Isaia 30:18. Ukishapiga magoti sasa. Hiyo ni Biblia yako rafiki yangu. Isaia 30:18. 18 inasema nini? Inasemaje? Kwa ajili ya hayo Bwana atangoja. Naam. Ili 10 ngapi? 18. 15. 15 inasema kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi. Naam. Kwa kurudi, endelea na kustarehe. 30 ngapi umefika? 30:15. Enda 21. 21. Wewe sikiliza, ashapiga magoti, ameshasujudu, kwanza amerukuu, akasujudu, akapiga magoti, kisha na masikio yako yatasikia neno nyuma yako. Watu wako nyuma wamekaa tahiyatu, wanasikiza sauti. Endelea. Likisemaje? Njia ni hii. Shakaa tahiyatu, njia ni hii, ifuateni. Watu wako nyuma wanafaa kunifuata mimi. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia, assalamu alaikum, mkono wa kulia. Na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto, assalamu alaikum, mkono wa kushoto. Inaendelea ikisema, subiri, ushamaliza sala kulia kushoto, umemaliza. Ukimaliza unatia Fatiha 7:34 Mariko 7:34. Shida iko wapi? Hiyo yote ni mfumo wa ibada, hatuna shida na hiyo. 7:34 inasemaje? Inasema hivi mwalimu, akatazama juu mbinguni. Sasa ukishapiga assalamu alaikum unarudi unafanya hivi. Unafanyaje? Akatazama juu mbinguni. Akafanyaje? Akaugua. Akamwambia Father. Fataha. Unaona, akasema Fataha. Maana yake, tulia. Fatiha maana yake nini? Funguka. Inafunguliwa mlango sasa, na watu wanaondoka. Subiri, hiyo sijauliza mimi niliuliza wewe Onyango, wakati unasujudu vipi? Hiyo ndo very simple. Anwar, unajua umeongeza magugu na ujanja mwingi hapa kwa Biblia. Kwanza hii kidogo. Anaomba nitoe andiko. Kidogo. Yangu mimi nimefundisha namna ya kusujudu. Na mbona unataka nifundishe kidogo? Wewe unasujudia Mungu. Mimi. Unasujudia vipi? 7:18. Naomba tutulie hapo. Wewe Anwar, umetoa maandiko mengi kabisa. Naomba pia mimi uniruhusu. Haina shida. Maana mimi na maandiko hapa kokote ukiniruhusu. Nitamwaga hapa zaidi kwa meza. 7:18 Samueli wa pili. Mpe asome, sina shida. Tunataka kujua unasujudia Allah vipi wewe. Yetu iko wazi, imeandikwa katika Biblia yako na imeandikwa ndani ya Qur'ani namna ya kusujudia Mungu. Yako mbona hatujui? Mbona ibada yako ya kuabudu Mungu na ficha kama bangi, rafiki yangu? 7:18. Ama hujui? Fuata yetu kama. Wacha asome, mbona maneno mengi? Wacha asome, tulia asome. Soma.
Mfalme wa pili 7:18 inasema, ndipo Daudi mfalme akaingia, akaketi mbele za Bwana, akasema, mimi ni nani, Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini, hata umenileta hata hapa? Mimi nimeuliza mambo kidogo tu hapo kwa pole, andiko la nimeuliza mambo kule kwa pole, tulia. Daudi ameenda kwa nyumba ya Mungu, akaketi, sio akasujudu, akapiga magoti. Kuketi ni kuabudu. Ameketi anaomba, ndio anaomba hapa. Sasa nasema tulia kidogo, namaliza. Ngoja kidogo, dakika moja. Kumbe namna ibada naweza nikaabudu kama nimeketi. Hiyo ni ya kwanza. Kidogo, wewe arudi. Si andiko lishasoma. Haijasema kuabudu, mpe arudi. Kwani Daudi anafanyaje? Anakula kideri hapa. Anaomba, mpe arudi. Wewe unachanganya masala ya kuabudu kwa kusujudu na unachanganya masala ya kuomba. Hata mimi hapa naweza omba Mungu gari, nikamwambia ya Allah nipe gari Range Rover ama nipeleke hija, kuna shida? Hiyo hatuongelee hiyo. Hiyo unaweza fanya umeketi ama uko ndani ya gari, hatuongelee hiyo. Tunaongelea kusujudu. 22:77 Qur'ani. 22:77 Qur'ani inasema, anahepa ibada sahihi. Soma hiyo. Inasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasema, bismillahir rahmanir rahim. Naam. Enyi mlioamini. Kwanza hii si kwa Wakristo, hii ni mpaka uamini na wewe hujaamini. Enyi mlioamini, yani Waislamu. Enyi mlioamini. Salini. Tunasali vipi? Rukuuni. Ya kwanza, angalia onyango, ni kurukuu. Hii ni kufanya karaka. Na sujuduni. Kisha baadaye unasujudu na muabuduni. Hii ndio inaitwa kuabudu nani? Mola wenu. Nafanyeni mema. Tulia. Hii ni Qur'ani, hata Biblia pia ni hivyo hivyo. Kutoka 34:8. Kutoka 34:8. Kutoka 34. Soma hii yako nayo. Fungulie, soma hiyo. Imesema ya kwanza ni kurukuu, kisha ni kusujudu, ndio ibada hiyo. Sasa hii yenu ya kuombaomba mkate hiyo sio ibada. Hiyo sio ibada. Ibada ndio hii. Soma hiyo. 34:8. Biblia yako sasa. Inasema, fundisha mtu mpaka Biblia yake. Allah muongoze. Semeni amin. Amin. Soma hiyo. Inasemaje? Musa akafanya karaka. Musa akarukuu, ndio hii kurukuu. Endelea. Akainamisha kichwa chake. Hii ni kichwa. Musa akainamisha kichwa chake. Hii ni kuinama. Wapi? Hata nchi. Hii ndio nchi. Kichwa ni hii. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Akasujudu. Nini? Akasujudu. Uone wewe? Hii Biblia mpaka imetaja kuinamisha kichwa, sio tumbo. Subiri. Sio tumbo, kichwa. Wapi? Nchi. Unapeleka kichwa chini. Ni nini kinafanya mshindo kupeleka kichwa chini? Waislamu, takbir. Allahu akbar.